إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أوصيكم ونفسي بتقوى الله. Nakuhusieni ndugu zangu, naihusia na nafsi yangu kumcha Allah, na kumcha Allah ni kufuata amri na kuacha yale aliyotukataza. Tunamshukuru Allah kwa mapenzi yake, alitubainia lengo la kutuumba, nalo ni kwamba tumwabudu peke yake, tusimshirikishe na kitu chochote. Akasema maneno hayo katika Qur'ani Adh-Dhariyat, surati Adh-Dhariyat aya 56, a'udhu billahi minash shaitanir rajim wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Anasema Allah, sikuumba majini na wanadamu ila nimewaumba kwa shughuli moja tu, nayo ni kwamba waniabudu, wanitumikie mimi tu. Na kwa mapenzi yake pia Allah subhanahu wa ta'ala alituwekea wazi kwamba hii ibada ni mustamira, ni mfululizo, kudumu daima, haina wakati maalum kuabudu. Kuabudu ni mfululizo, kinachobadilika ni aina tu ya ibada. Na kwa kipindi hiki chetu sasa hivi mafuhumu ya ibada imepotezwa. Mtu anaweza akasema leo siku ya ibada bwana, akikusudia Ijumaa. Ukimuuliza kwani jana sio siku ya ibada, hana majibu. Ikifika Ramadhani, huu mwezi wa ibada bwana, manake Ramadhani. Mwezi wa jana je, sio wa ibada? Hana majibu. Maka ni mji wa ibada, kwa hiyo huu wetu sio mji wa ibada, hana majibu. Ilikuwa sawasawa mafuhumu iwe hivi: leo ni siku ya ibada maalum, siku ya swala ya Ijumaa. Huu mwezi wa Ramadhani ni mwezi wa ibada maalum, ibada ya kufunga. Maka ni mji wa ibada ya kwenda kufanya ibada ya hija na umra. Msikitini ni msikiti, sehemu ya ibada ya kuswali, kufanya tahajjudi, kusoma Qur'ani, kufanya dhikri. Lakini ibada ni kila pahali na kila wakati. Mtu anaweza akasema na akapatia, nimetoka kwenye ibada ya swala, sasa hivi niko ibada ya kuzungumza mimi na familia yangu. Hajakosea. Nimetoka kwenye ibada ya swala, sasa niko ibada ya sokoni, nafanya biashara. Hajakosea. Anatakiwa akifanya biashara afanye ni ibada. Nilikuwa kwenye ibada ya kuswali, sasa nakwenda kwenye ibada ya kuzika, ni ibada. Nilikuwa kwenye ibada ya swala, sasa niko kwenye ibada ya kuosha maiti, ni ibada. Kwa hiyo ni ibada mfululizo, muda ambao kitu unakifanya kama ambavyo Allah anataka, ndivyo kuabudu kunavyotakiwa.
Kwa hiyo Allah alitubainia kwamba ibada ni mfululizo, haina kupumzika mpaka kufa, kama alivyotuambia kwenye Surat Al-Hijri aya 99, wa'bud rabbaka hatta yatiyaka al-yaqin, umwabudu Bwana wako, mtumikie mfululizo mpaka mauti ya kufikie. Ndugu zangu, Allah pia kwa hikma zake na mapenzi yake alitubainia hii nafsi ilivyo, tabia za nafsi zetu zilivyo. Akatwambia inna nafsa la ammaratun bisu, nafsi tabia yake ni kuamrisha mabaya, mambo ya ovyo ovyo, ndio nafsi ilivyo. Nafsi haiamrishi mazuri mpaka uilazimishe. Mfano, unasikia alfajiri, hayya ala alfalah, as-salatu khairun minan naum, njoo ufaulu, swala ni bora kuliko usingizi. Umeshajua kabisa, lakini unaweza ukasema ngoja amalize kuadhini ndio nitainuka. Ndivyo nafsi ilivyo. Lakini unaweza ukasikia ngoma huko nje, ni ngoma na matangazo ya ngoma, hujajua kilichopo ni nini. Utataka kwenda mbio upate kujua kuna nini. Si umesikia ngoma wewe? Hii uliambiwa salatu khairu minan naum, njoo ufaulu, bado unasema nasubiri kidogo nitaamka. Nafsi ndivyo ilivyo. Mungu anaamrisha toa sadaka kwa faida yako mwenyewe na nitakuongeza. Ushajua tayari, lakini wakati wa kuitoa mpaka unaihesabu mfukoni na mpaka uiangalie uhakikishe. Lakini nafsi hiyo hiyo ikiambiwa changia sijui kwa mambo gani ovyo ovyo, unaona rahisi tu, kuna TV itakuchukua unachanga. Ndivyo nafsi ilivyo mpaka uminyane nayo. Lakini pia nafsi hii Allah kwa rehma zake akatufundisha kwamba ilivyo, ameipa utashi na akaipa uwezo. Ina uwezo, inachagua, ina utashi wake. Nafsi inayo vitu hivyo. Sasa akaiacha huru nafsi hii kwa kutumia vitu hivyo tulivyopewa zawadi. Ukifanya juhudi kwa ajili ya kumtumikia Allah aliyetuumba, tunaweza mpaka tunaitoa nafsi kwenye ile kuwa ni ammaratun bisui, inaamrisha mabaya, mpaka inafika an-nafsul mutmainna, nafsi iliyotulia, ta'ian ila rabbiha, yenye kumtumikia Mola wake. Tunaweza kufikia hivyo kwa kuifanyia juhudi nafsi, kuitoa kwenye ubaya mpaka tukafika kwenye uzuri. Allah subhanahu wa ta'ala ametupa zawadi hiyo kwenye nafsi zetu. Hakuwapa wanyama, ametupa sisi kwa kazi maalum. Akasema wa nafsin wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, na apa kwa nafsi na yeye aliitengeneza hivyo, na akaitengeneza kwa sura hii maalum, akaifundisha yale mabaya ya kujikinga na mazuri ya kufanya, kujisogeza kwa Allah, akaifundisha. Akamalizia maneno akasema qad aflaha man zakkaha, amefaulu mwenye kuitakasa nafsi yeye mwenyewe. Kwa hiyo nafsi tunaitakasa sisi wenyewe. Wa qad khaba man dassaha, na amekula hasara mwenye kuiachia nafsi yeye mwenyewe ikaenda pabaya. Tunaweza ndugu zangu kuzitakasa nafsi zetu kwa utashi tuliopewa na Allah. Tufanye hivyo. Ndugu zangu, napenda nikwambie na ninaiambia nafsi yangu, ni wajibu wetu kuzipinga nafsi zetu yale mambo inayopenda, ili tupande daraja kwa Allah. Wajibu kufanya hivyo. Lazima upambane na nafsi, uipinge ili uweze kupanda daraja kwa Allah. Ukiitelekeza ukaiachia, nafsi inakupeleka pabaya. Na kwa mnasaba wa utangulizi huu, ndugu zangu, tukumbushane kwamba tuko kwenye miezi mitakatifu iliyoongozana mitatu mfululizo: Dhulqaada, Dhulhijja na Muharram. Hii ni miezi mitakatifu, ina ujumbe wa Allah katika miezi hii mitakatifu. Allah anasema hivi katika surati Tauba aya 36, a'udhu billahi minash shaitani rrajim, inna iddata ash-shuhuri 'inda Allah 12 shahran fi kitabillah
yauma khalaqa as-samawati wal ardh, hakika idadi ya miezi mbele yake Allah ni miezi 12 kwa mzunguko wa mwaka. Hivyo ndivyo alivyofanya Allah na akaandika kwenye Lauhul Mahfudh, kitabu chake. Yauma khalaqa as-samawati wal ardha, tangu siku aliumba mbingu na ardhi akafanya mzunguko ni miezi 12. Kuna kitu sasa ndani ya miezi 12, akasema hivi minha arba'atun hurum. Katika hiyo miezi 12 Allah kwa mapenzi yake akaifanya minne iwe ni miezi mitakatifu. Kwa utashi wake kachagua minne iwe ni miezi mitakatifu. Ya Allah, tufanyeje katika miezi hiyo mitakatifu? Akatuambia hivi, dhalika dinul qayyim, huo ndio utaratibu wa sawasawa anaotaka twende nao. Tuione miezi minne iwe ni mitakatifu. Ni ipi minne? Dhulqaada, Dhulhijja, Muharram na Rajab. Mfungo pili, mfungo tatu, mfungo nne imeongozana hii, na mwezi wa Rajab uko peke yake. Hii ni miezi mitakatifu. Kuna nini ya Rabbi ndani ya miezi hii mitakatifu? Akatwambia hivi, fala tadhlimu fihinna anfusakum, msidhulumu katika miezi hiyo minne nafsi zenu hata kidogo. Tukiulizana kwani dhulma katika siku nyingine imeruhusiwa, utaambiwa hapana. Haya, kuna nini kwenye miezi minne? Maanake tumewekewa minne ya mazoezi maalum ya kujikinga na dhulma mpaka tuzoee, ili tusiendelee kudhulumu na katika mingine. Kwa hiyo mtu akija akifanya dhulma ndani ya mwezi ambao Mungu ameufanya ni mtakatifu, huyo mtu ni waajabu sana. Kwa lugha nyepesi ni sawa sana kumwambia hivi, hizo siku nyingine unadhulumu, basi hata mwezi huu au hata miezi hii pia. Yaani umekuwa mtu wa ajabu mno wewe, kigego basi. Huelewi mpaka miezi hii mitakatifu. Ndio hikma ya kuwekwa miezi minne. Ndugu zangu, na katika alama za imani, miongoni mwa alama za imani ndugu zangu, ni sisi waja kuvipa heshima vile vitu ambavyo Allah amevipa heshima, kuvipa utukufu vitu ambavyo Allah amevitukuza. Yaani Allah akivitukuza vitu akavifanya hivi ni vitukufu, miongoni mwa alama za imani na sisi ni kuvitukuza hivyo vitu. Allah akiwapa utukufu watu, basi na wewe kubali hivyo hivyo ni watukufu, watukuze. Ndio dalili za imani. Mfano, Allah alipoamrisha ibada akasema mniabudu peke yangu. Allah ameamrisha mwabudu yeye peke yake, msimshirikishe. Hapo hapo akasema na wazazi muwafanyie wema. Inaonyesha wazazi ni watukufu sana hawa. Baada ya ibada ya Allah tu wazazi. Sasa mtu asipotambua utukufu wa wazazi, heshima ya wazazi ambayo Allah ameipa ukubwa namna hiyo, huyu mtu dalili za imani zimeshuka, ana matatizo. Yaani ana matatizo. Ndugu, kuwajua, kuwajali ndugu zake mtu. Udugu umewekwa nafasi kubwa kwenye arshi ya Allah, mpaka Allah akauuliza udugu, unataka nikupe nini wewe? Udugu kasema, ya Rabbi, mwenye kuniunga muunge na mwenye kunikata mkate. Sasa watu wanaweza wakakata udugu wakawa hajali, wakati udugu umepewa heshima na Allah, utukufu na Allah. Kwa hiyo tuvipe heshima au tuvitukuze vile vitu ambavyo Allah amevitukuza, tuvijali, tuvitambue. Hii ni dalili ya imani. Iwe ni watu, iwe ni sehemu, iwe ni zama, zote hivyo vitu vyote hivyo tuvipe utukufu kama Allah alivyovipa utukufu. Na kufanya hivyo ni kuzipandisha daraja zile nembo alizoziweka Allah, na hapo ndipo amani inapopatikana. Narudia maneno haya, tutakapovipa utukufu alivyovipa utukufu Allah, amani inapatikana, na kinyume cha hivyo amani inatoweka. Hebu angalia watu wasipowajali wazazi wao, amani inatoweka. Angalia watu wanapopuuza udugu, amani inatoweka. Ujirani unapopuuzwa, amani inatoweka.
Allah ameupa utukufu jirani, majirani, hata kama dini mnatofautiana. Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema kila akija Jibrili alikuwa akinihusia kuhusu haki za jirani, mpaka nikadhani ataniambia nikifa jirani yako atakurithi. Leo angalia ujirani ulivyopuuzwa, amani inavyotoweka. Ndugu zangu, hivyo basi tuelewe, tumekatazwa dhulma. Tusifanye dhulma hata kidogo kwenye miezi mitakatifu, ili tujipe mazoezi makubwa ya kuendelea kuacha dhulma. Na dhulma kubwa kuliko zote ni kumshirikisha Allah. Ukimwabudu Allah kwa kumshirikisha, hii ni dhulma kubwa sana. Allah hataki kabisa. Kwa taswira ya haraka haraka ni kufahamishe ushirikina unavyochukua sura yake. Pale mtu anaporidhika, nafsi yake iko radhi kumtumikia kiumbe wa Allah kwenye jambo ambalo Allah hataki, hiyo ushirikina uko wazi wazi, sura nyepesi. Usije ukafikiri labda ushirikina ni kule kuvaa hirizi. Hiyo kuvaa hirizi sura ndio hiyo hiyo. Allah hataki uvae hirizi, umeishirikisha nafsi yako, umeridhika, umevaa hirizi. Kwa hiyo kumtumikia kiumbe wa Allah huku umeridhika, unafurahi kwenye mambo ambayo Allah amekataza kabisa, ni haramu, huo ni ushirikina waziwazi. Tusifanye vitu vya namna hiyo, tuwe makini. Hiyo ni sura nyepesi ya kuingilia kufahamu ushirikina. Ndugu zangu, miongoni mwa dhulma ambazo tunatakiwa tuziepuke ni kila mtu kutambua wajibu wake. Tusidhulumiane wenyewe kwa wenyewe, tusidhulumiane. Mume na mke, kila mmoja ana wajibu wake anaotakiwa kuujua, na huwa havipatikani vitu hivyo ila watu wawe na dini. Wajibu kutekelezwa mpaka dini iwepo. Ndoa nyingi sasa hivi zina migogoro, watu wanafunga ndoa hawakufuata kigezo cha dini, wamefuata vigezo vingine. Mwanamke potable, mwanamke yuko mzuri, mwanamke yuko hivi, ana sifa hii, angalia hizo sifa zake. Mwanamume huyu ana hela nyingi, mwanamume huyu ana hivi, handsome sana, sio ana hivi. Wengine vitu vya ajabu kwa kweli, anacheza mpira sana. Basi kigezo cha dini kimepotea, na ndicho kilichowekwa. Kwa kupotezwa kigezo hicho, nyumba hazina amani, kila mmoja hajui wajibu wake, tunadhulumiana, na dhuluma hizo zinafanyika mpaka kwenye miezi mitakatifu. Kwa hiyo kila mtu, mume na mke, lazima ajue wajibu wake, na njia nzuri ni kurudi kwenye dini. Kama tulikuwa tumeteleza huko nyuma, turudi kwenye dini. Wazazi na watoto, kila mmoja ana wajibu wake, na achunge wajibu wake. Mzazi naye awe na dini, amlee mtoto kidini, na mtoto atachunga wajibu wake kwa wazazi wake, kwa sababu amelelewa kidini. Kinyume cha hivyo, dini ikiwa haipo, watu watadhulumiana tu. Kila mtu lazima achunge wakati wa kitu chake alichopewa. Walezi, walimu na wanafunzi wote, kila mmoja ana wajibu wake kwa mwenzake, wasidhulumiane. Na ili wasidhulumiane, lazima watu wachunge kumwabudu Allah, wawe na dini. Kinyume cha hivyo, utakuja kuta walimu au walezi wataamrisha vitu kwa watoto ambavyo si chochote, kwa ajili ya maslahi yake tu. Tunataka anzisheni na hii, mradi huu ufanyike kwa maslahi yake, au ni kwa maslahi ya watoto kufundishwa. Kuna mikataba mmeichunga, mchunge mikataba ile, kila mmoja asimdhulumu mwenzake, na watoto nao wakichungwa kidini nao watakuwa wazuri. Viongozi na maraisi popote pale wakiwaongoza raia wao, wachunge mikataba yao waliochukua kwa Allah, ya kwamba watawafanyia haki. Na hivyo vitu havipatikani watu wakimsahau muumba, kumtumikia yeye. Wote tukirudi kwa lengo letu ni kumwabudu Allah, kila mmoja atachunga mipaka ya dini, hawezi kumdhulumu mwenzake. Kinyume cha hivyo, viongozi watajikuta kila siku wanatengeneza sheria ambazo lengo kuleta maslahi kwao, hazitekelezeki, zinakandamiza, lakini yeye anaangalia maslahi yatakuja. Wakirudi kwa dini, watakuwa kwenye dini, watarudi kwa wazuri tu, na amani inapatikana. Ndio maana nikasema tukiziheshimu nembo za Allah alizoziweka za kumtumikia yeye vizuri, mle anamotaka tuheshimu, basi amani huwa inapatikana.
Waajiri na waajiriwa, kila mmoja ana wajibu kwa mwenzake, asidhulumu kupoteza wajibu wake. Na hayo yote hayapatikani watu wakimsahau Mungu kwamba ndiye anastahili kuabudiwa. Hata wauzaji wa madawa kwa ajili ya kuwatibu wenzao, akisahau dini tu atadhulumu, atamsifia mtu ugonjwa ambao siwo, ili mradi auze dawa. Mtu maskini anachukua dawa anakwenda kumeza, ameambiwa hivi, kumbe wala si chochote, jamaa alikuwa anataka kuuza. Kwa hiyo kila mtu achunge wakati wake, madaktari, manesi wote. Dini ikisahauliwa tu mtu anaingizwa chakani, lakini dini ikiwepo, kila mmoja akajua anamtumikia Allah, basi atarudi, atakuwa mtu mzuri. Kuziheshimu nembo za Allah, akavipa utukufu vile ambavyo Allah amevipa utukufu, basi hiyo ni dalili ya uchamungu. Allah tujalie kuwa katika hao. Ndugu zangu, tuwe na akili nzuri za kumtumikia Allah na tuache dhulma katika miezi hii mitakatifu, ili mazoezi ya kuacha dhulma siku zote yaendelee. Katika Surat Al-Maida Allah alivyosisitiza, mpaka mtu ambaye ni adui yako bado hutakiwi kumdhulumu, unatakiwa utekeleze haki mpaka kwa adui. Isikilize aya hii, Allah subhanahu wa ta'ala anavyosema katika Surat Al-Maida aya 8, ya ayyuhalladhina amanu kunu qawamina lillahi, enyi mlioamini, kuweni waadilifu, wenye kusimamisha uadilifu kwa ajili ya Allah tu. Shuhadaa bilqisti, mtowe ushahidi wa uadilifu kwa ajili ya Allah tu. Wala yajrimannakum shana'anu qaumin ala alla ta'dilu, wala kusikupelekeeni kwamba mna chuki na watu, mmechukiana, basi msifanye uadilifu kwa sababu ya chuki hiyo. I'dilu huwa aqrabu littaqwa, fanyeni uadilifu, kwani uadilifu ni karibu sana na ucha Mungu. Bali mtu akiwa mwadilifu huyo yuko karibu sana na kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Wattaqullaha, na mumche Allah, mfuate amri zake, muache makatazo. Inna Allaha khabirun bima ta'malun, hakika Allah anayo habari ya hayo mnayoyafanya. Hebu angalia aya ilivyomalizika. Mcheni Allah, fuateni amri, acheni makatazo, kwa sababu Allah ana habari ya mfanyayo yote. Mungu atujalie kuwa wenye kusikia na kufuata yale mazuri. Barakallahu lana bilqur'ani alazim wa nafa'na bi sunnati nabiyhi alkarim. Ud'u rabbakum wa antum muqinuna bil ijaba wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Astaghfirullah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yawmiddin. Usikum wa nafsi bi taqwallah, na kuhusieni ndugu zangu, na yusia na nafsi yangu kumcha Allah, na kumcha Allah ni kufuata amri na kuacha yale aliyokataza. Sahaba Jabir bin Abdullah al-Ansari radhiyallahu anhu anatueleza maneno haya alituambia Mtume sallallahu alaihi wasallam kwenye riwaya iliyopokewa na Imam Muslim. Mtume anasema sallallahu alaihi wasallam, ittaqu dhulma, jikingeni na dhulma, jiepusheni nayo, mcheni Allah, msifanye dhulma. Fa inna dhulma dhulumatun yawm al-qiyama, hakika dhulma ni giza kubwa sana siku ya Kiyama, giza jingi sana siku ya Kiyama. Mtu atakuwa ameingia gizani kweli kweli. Wattaqu shuha, na mjiepushe na ulafi na uchoyo, ukupiaji wa kuchukua kila kitu unakitaka wewe, huridhiki na alichokupa Allah. Uchoyo, ulafi, ukupiaji, jiepusheni nao huo. Fa inna shuha, kwa hakika ulafi na uchoyo na ukupiaji wa mali, ahlaka man kana qablakum, viliangamiza waliokuwa kabla yenu hivi vitu. Hamalahum ala ansafaku dimaahum, vikawapelekea kumwaga damu zao, wakauana. Wastahallu maharimahum, wakahalalisha vile ambavyo Allah ameviharamisha kwao. Tujiepushe na hali hizo ndugu zangu. Ndugu zangu, hadithi ya pili, an Ubada ibn Samit radhiyallahu anhu. Ubada anatuambia, amesema Mtume sallallahu alayhi wa sallam maneno yafuatayo: laisa minna man lam yujilla kabirina,
kabirana, laisa minna man lam yujilla kabirana, si mwenzetu, si katika sisi ambaye hakumpa heshima mkubwa wetu. Kupishana umri, Allah amempa heshima yule ambaye amekupita umri. Si mwenzetu ambaye hatomheshimu yule ambaye ni mkubwa kwake. Moja hilo. Akasema wayarham saghirana, na akawa hakumhurumia mdogo wetu, hana huruma naye, pia si mwenzetu. Heshima ya wadogo hiyo. Mdogo kwako Allah anataka umrehemu. Arrahimuna yarhamuhum arrahmanu tabaraka wa taala, wenye huruma Allah atawahurumia tabaraka wa taala. Irhamu man fil ardi, wahurumieni viumbe wa Allah walioko katika ardhi. Yarhamukum man fis samaa, atakuhurumieni Allah aliyoko mbinguni. Huruma inatakiwa kwa wale tuliowazidi wakawa wako chini yetu. Asiyefanya hivyo Mtume anasema si mwenzetu. Sikiliza ya mwisho, wayarifa lialimina haqqahu, na yule ambaye hakuijua haki ya msomi wetu, wanazuoni wetu, hakumpa haki yake. Hili linaanza kupotea sasa hivi. Vijana mkisoma, msome kwanza zile heshima za elimu, adabu za elimu, kuwatambua wale wasomi wenu waliokusomesheni. Hata ukimzidi ukawa na madigrii mengi, mjue alikusomesha tangu chekechea, ana heshima yake, na akawa amekusomesha madrasa, ukamjua Mungu wako. Wewe umepata madigrii, yeye hana. Mpe haki msomi wetu. Mtume anasema si mwenzetu asiyempa haki, asiyeitambua haki ya msomi wetu. Mtume ndiye aliyekuwa msomi wetu, lakini alikuwa anatufundisha hili kwamba kuna wakati alikuwa akisema someni Qur'ani kwa huyu, kajifunzeni kwa yule, kajifunzeni kwa yule. Maanake wale watu wale wanatakiwa waheshimiwe. Leo hii rududi zinafanywa nyingi, radi mpaka watu wanawafanyia radi viongozi wao wakubwa wa dini. Ilikuwa watu wanaweza kuelimishana au kukumbushana kitu walichokosana kidogo mara moja, lakini unakaa unamsaga mwenzio, tena ni mkubwa pengine kwa umri kwako, tena pengine ni mkubwa ana elimu, alisomesha mtu kama wewe. Tuangalie sana vitu hivi jamani, vinatupotosha, tunapoteza mwelekeo. Na miezi hii ni miezi mitakatifu, tuchunge zaidi, tusifanye dhulma hizo. Allah atujalie kwa wenye kusikia na kufuata yale mazuri. Allahumma arda an ali nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yawmiddin. Allahumma ighfir li ali nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yawmiddin. Allahumma ighfir lana wal walidina warhamhum kama rabbawna صغارا. اللهم اغفر لنا والوالدين وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لنا والوالدين وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تفعلون. قوموا إلى الصلاة يرحمكم الله. صلى الله عليه وسلم.